Bwana Mungu awabariki. Amen. Bwana Mungu awabariki sana. Amen. Ikope maneno ya nabii, habari za asubuhi marafiki. Amen. Mungu awabariki sana. Naamini kuwa hapa ni mahali bora zaidi kuwepo kuliko sehemu nyingine yoyote mwanadamu angeweza kuwa. Bila shaka yule mtakatifu wa zamani alisema na alifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Naamini kila mmoja aliyekuja hapa ana furaha. Mungu awabariki sana. Basi tuketi kwa muda mfupi. Tuketi kwa muda mfupi na comment tu kidogo, alafu tutaendelea kwenye neno. Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mungu kuwa hapa na unajua sijahubiri muda mrefu, nimekuwa na ambition sasa, mtanivumilia kidogo. Mungu awabariki sana. Lakini tunamshukuru Mungu ametupa watu wazuri, wahubiri wazuri sana. Nao watu kama kina ndugu Chite, ndugu Sam, Michael wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana. Amina. Na kwa kweli kadiri nionavyo naamini kwamba jambo fulani linaendelea. Na ndugu wake pale nimeona wameweka hapa, siku ya kumuona ndugu wake vizuri. Hao ndugu wamekuwa wanaleta neno la Mungu na watu wakiomba, na naamini kitu fulani, joto fulani hivi la kiroho linaendelea mahali hapa. Mungu awabariki sana. Na hiyo ni kitu kizuri tunapaswa kukitunza. Amina. Sasa nilitaka niseme comment fulani kuhusu hicho kitu, ili kwanza tujue, jambo la kwanza tujue ya kwamba kama tumepata roho wa Mungu. Amen. Alafu kama tunatafuta na ni kitu gani kinaweza kutufanya tukapata roho wa Mungu, na kama tumempata tutamtunzaje? Amina. Sasa lazima tujue tabia za roho wa Mungu, na nimekuwa nafanya observation fulani, lakini nikasema ni make comment kabla sijahubiri, kwa sababu nikisema nihubiri itakuwa somo refu. Kitu cha kwanza, brother Sam nisaidie hapo. Kitu cha kwanza, God's spirit is a humble spirit. Roho wa Mungu ni mnyenyekevu. I want you to bear this in your mind always. Nataka ulishike hilo niani mwako wakati wote. God's spirit, Roho wa Mungu is a humble spirit. ni roho mnyenyekevu. When he comes upon you, Wakati anakuja juu yako, he humbles you. anakufanya unyenyekee. When you think you have the Holy Ghost, Kama wewe unawazia una Roho Mtakatifu, which is the Spirit of God, ambaye ni Roho wa Mungu, then watch yourself how you behave. hebu jichunguze jinsi unavyojiadibisha. When he comes upon you, Kwa sababu wakati anapokuja juu yako, his real character yeye sifa yake hasa is a humble spirit. ni mnyenyekevu sana. Amen. He won't make you a bigger one. Yeye hakufanya wewe kuwa mkubwa. Amen. 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 Remember this. Hebu kumbuka, God's spirit Roho wa Mungu is a humble spirit. ni roho mnyenyekevu. That's why in scriptures Ndio maana katika maandiko he was portrayed as a dove. yeye amewasilishwa kama hua. A dove Hua is the most humble bird. yeye ndiye ndege mpole mnyenyekevu kuliko wote. So to display the character of God, Kwa hiyo ili kuonyesha tabia ya Mungu that he is humble, kwamba yeye ni he mnyenyekevu, displayed himself yeye amejionyesha mwenyewe as a dove. kama hua. So watch that. Kwa hiyo hilo ni nini? As an individual Kama mtu binafsi and as a church. na kama kanisa kwa ujumla. Because I have seen many revivals and churches Nimeona fufuo nyingi katika makanisa drains ukikauka. because of lacking that spirit. Fufuo nyingi makanisani zimekuwa zinakauka kutokana na kukosa huyo roho. Amen. Kwa hiyo watu wakati mwingine wanakuwa emotional, lakini emotions ni nzuri, lakini I want you to observe that character. Lakini napaswa kuangalia sana hiyo tabia. Cha pili, God's spirit, Roho wa Mungu is interested with a humble character. yeye anavutiwa pia
na tabia ya unyenyekevu. Amen. That's why Ndio maana in scriptures katika maandiko Jesus was portrayed as a lamb. Yesu aliwasilishwa kama mwanakondoo. Amen. Then the dove Na ndipo yule huwa came to the lamb. anamjia huyu mwanakondoo. Amen. Because always, Kwa sababu mara zote God's Spirit Roho wa Mungu is interested anavutiwa in sana the humble character. na ile tabia ya unyenyekevu. So remember, Kwa hiyo kumbuka, He is interested with the humble spirit. yeye anavutiwa zaidi na ile roho ya And unyenyekevu. when He comes to you, Na anapokuja He kwako, keeps you humble. anakufanya tena unyenyekevu. Amen. Amen. So don't ever think Kwa hiyo hata usipate kuwazia you are a better Christian than others. kwamba wewe ni Kristo bora kuliko If wengine. you wanted the Spirit of God, Kama unataka roho wa Mungu, amen, usije ukafikia mahali ukafikiri kwamba wewe ndio mhubiri bora zaidi kuliko wengine. Amen. Au wewe ndio muombaji kuliko wengine. Amen. Au wewe ndio mfungaji kuliko wengine. Amen. God's Spirit Roho wa Mungu, is not interested in that character. Mungu havutiwi na tabia ya aina hiyo. Ndio maana maandiko yanasema hivi, Mungu huwakubali wanyenyekevu, Amen. lakini wenye kiburi huwapinga. Amen. In that scripture, hayo ni maandiko. Hayo ni maandiko. God is against the prudent. Mungu yuko kinyume na wale wenye kiburi. Amen. Cha tatu, God's Spirit Roho wa Mungu is kept anatunzwa with a humble character. kwa tabia ya kujishusha. Amen. Ndio maana nabii anasema aliomba unyenyekevu kwa miaka 15, kama sijakosea rekodi vizuri, kwa sababu you will get that spirit Kwa sababu utapata huyo roho by humble character, kwa tabia pia ya and unyenyekevu. that spirit Na huyo roho is a humble ni spirit, roho mnyenyekevu. and that spirit Na huyo roho is kept by a humble character. anatunzwa kwa tabia ya unyenyekevu tena. And when you meet a man, Na wakati unakutana na mtu, ukutana na mtu anasema amepata roho wa Mungu, alafu he's trying to be somebody bigger, anajaribu kujifanya mtu fulani mkuu, ningekusomea na besa, remember they didn't receive Jesus. anasema kumbuka hilo, hawakupata kumpokea Yesu. Because when Jacob met him, Kwa sababu Yakobo alipokutana naye, before meeting him, kabla ya kukutana naye, he was walking straight up. alikuwa anatembea tu, yuko amenyoka. But once he met him, Wakati alipokutana naye, he didn't walk the same way. hakutembea tena kwa mtembeo huo wa kunyoka, alikuwa anakichemea. Hey, so when you meet people, they're trying to be better. Kwa hiyo unapokuta watu wanajaribu They kuwa feel bora, they are more holy than others. wakiwazia kwamba sisi ni watakatifu kuliko wengineo, Remember, kumbuka they didn't receive Jesus. hawakumpata Yesu. Amen. Amen. Yesu alisema hivi kwenye Mathayo 11:29, jifunzeni kutoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mnyenyekevu wa moyo. That is among the things Jesus said, learn from me. Miongoni mwa mambo ambayo Yesu alisema jifunzeni kwangu, You should learn that. lazima unapaswa ujifunze hilo. Learn to be humble. Ujifunze kuwa mnyenyekevu. Why? Kwa nini? Because that is not a nature of a Kwa man. sababu hiyo sio asili ya mwanadamu. Once a man is blessed a little bit, Wakati tu mwanadamu anapobarikiwa kidogo, he tries to be bigger than others. anajaribu kuwa mkubwa kuliko wengine. That's why Brother Branham says, Na ndio maana nabii, I believe that Jesus was God, ninaamini kwamba Yesu alikuwa ni Mungu, not because he did a lot of miracles, sio kwa sababu alifanya miujiza but mingi, because he was humble. lakini kwa sababu alikuwa mnyenyekevu. Hey, because that cannot be found in the nature of a Kwa man. sababu hiyo haiwezi kupatikana katika asili ya When a man mwanadamu. is doing one miracle among us, Wakati mwanadamu tu angefanya miujiza wants to be above everybody here. angejaribu kuwa mkuu juu ya wote hapa. But when Jesus did everything he did, Lakini Yesu wakati amefanya yale yote aliyofanya, he remained humble. alibaki tu mnyenyekevu. Hey, so that is my comment. Kwa hiyo hiyo ndio hasa jambo ambalo As I make that comment kuhusu hali nzuri ya kiroho, we have some move of spirit. ule mtembeo wa roho. So I want to give that formula, Kwa hiyo ninataka nitoe hiyo namna ya hisabati, so that we don't lose that good thing. ili kwamba usije tukapoteza hicho kitu kizuri, Because you may truly have that spirit, kwa sababu unaweza ukawa
you may have that spirit, pengine unaweza ukawa na huyo roho, but once you have acquired another character, lakini wakati unakuwa una tabia nyingine sio mvutia huyo roho, that spirit leaves. huyo roho anakuondokea. Because he is not interested in other characters than humble character. Kwa sababu yeye havutiwi na tabia zinginezo nje ya ile tabia ya unyenyekevu. When you start feeling this, Wakati wewe utaanza kujisikia namna hii, that we have a good pastor than other pastors, sisi tuna mchungaji mzuri bora kuliko wengineo, brother, look, the Holy Spirit is on the door out of this church. Roho Mtakatifu yuko pale mlangoni nje ya hili kanisa, Anaondoka, anatuondokea. once we will feel that we are a better church, Kama tutafikia mahali tukajiona sisi ndio kanisa bora, brother, he is about to leave us. yeye anaelekea kutuondokea. Once we get that feeling, Wakati tunafikia tu kujisikia namna hiyo, as a church, kama as kanisa, an individual, kama mtu binafsi, remember, kumbuka, God's Spirit Roho wa Mungu is a humble spirit. ni roho mnyenyekevu, Is interested in a humble character, anavutiwa na tabia ya unyenyekevu and he is kept with a humble character. na anafuata roho ya unyenyekevu. Amen. Nataka ni wind up hiyo comment yangu. Najaribu kumaliza. Nataka tusome ujumbe unaitwa Humble Thyself. Jinyenyekeze. Ulihubiriwa mwaka 63:07:14 evening. Paragraph ya 93. Siwezi kuisoma yote nadhani. Jinyenyekeze. Ningeweza kusema mambo mengi, lakini let me make it short kwa sababu nifanye tu kwa ufupi. There is good spirit, kuna roho nzuri, we must maintain that, ambaye tunatakiwa kumtunza. Now we must do something to make him come, na tufanye jambo fulani kumfanya avutiwe kuja zaidi. Sasa sikiliza, inabii anasema hivi. Now, sasa surely, hakika, after all these years, baada ya miaka hii yote, on the field, katika huko katika around the world, ulimwenguni kote, he's talking about experience. Yes. Anazungumzia uzoefu sasa. And seeing different people, nimeona watu tofauti. I ought to know a little bit about the gate to enter in. Lakini nilifikia kujua kwamba napaswa kujua lango la kuingilia. And if you want to get somewhere with God, na kama unataka kufika mahala fulani na Mungu, never let an arrogant spirit, usiruhusu roho fulani ya ushupaa ije, ever come around you. Ikujie roho ya kiburi, ikujie. Usiruhusu roho ya kiburi, roho ya majivuno, amen, ikukaribie. Amen. 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 So I want everybody, nataka kila mmoja, I will convince everyone, na nitamshawishi kila mtu to keep that, alitunze, because kwa sababu we are living in the days, tunaishi katika siku in which we need more of the Holy Ghost, ambazo tunamhitaji Roho Mtakatifu kwa wingi than any other days, zaidi ya siku zote zilizopita. Mungu awabariki sana. Amen. I think that is good, na wazelo ni nzuri. Hey. Okay, basi sasa nilikusudia niseme hiyo. Mungu awabariki sana. So hebu tuimbe, alafu tutafungua maandiko hapa, alafu tutaanza kuhubiri. Utanihurumia kwa sababu nafikiri sijahubiri muda mrefu sana, so niko somehow shambled. Kwa mfano wako, wangapi wanataka kuwa kama Yesu? That way, humble. Humble. Na ndio maana I have always mara zote nimewaambia watu mara zote kwamba I believe that Brother Branham was a real prophet. Alikuwa nabii wa kweli hasa, because he could be humble. Kwa sababu yeye alikuwa angeweza kujinyenyekeza. With all what he did, unajua kile alifanya, yet with all that he did, kwa yote ambayo walipata kufanya, yet he was humble. Lakini bado alikuwa mnyenyekevu. He's saying here, na sema hapa, don't let arrogant spirit usiende roho ya majivuno, usiache roho ya majivuno ikukaribie. Okay, angalia some guys wakipata baadhi ya watu hivi tu kitu fulani tu, hata cha kuona ono au kuota ndoto, you can put them down. Hawezi kuwapa tena ukwambia hapo kaa hapa mtulia. And I want to talk to you brothers and sisters. Nataka niwaambieni ndugu na dada, calm down. Tulia. Calm down. Jishushe. Calm down. Jishushe hapo. Because God's spirit, kwa sababu roho wa Mungu is a humble spirit. Roho mnyenyekevu. When we tell you, wakati anakujia, wait a little bit sister.
Wait a little bit, sister. Hebu subiri kidogo. Wait a little bit, brother. Hebu kuwa unasubiri It's pale. true you dream. What? Ni kweli uliota. Ni kweli uliota. Ni kweli uliona ono. Amen. But calm down. Lakini hebu tulia. Amen. If that is the Holy Spirit in Kama huyo you, ni Roho wa Mungu ndani yako, He will humble. yeye atakunyenyekeza. Hey, Amen. you don't run from here and there and there. Au kimbilii hapa kule kule. No, that's not the Spirit of God. Huyo sio Roho. And if it is, Na kama ni yeye, then He will leave you. atakuwa Be careful. Kuwa makini. Amen. Hey. To be like Jesus, to smile. To be like Jesus.